Ili maendeleo yawe na maana, lazima yaguse watu, na ili siasa iwe na maana, lazima iguse watu. Kwa hiyo kwenye seiko ya maendeleo, anayezungumziwa pale ni mtu. Sasa ili iwe ni maendeleo kwa ajili ya watu, lazima haya maendeleo yaguse watu. Na kugusa watu ni dhana pana, na kwa kuwa ni dhana pana, watu wenyewe ni rahisi kutafsiri kwamba haya ni maendeleo yetu. Kwa unaweza ukafika mahali ukaweka kweli maendeleo, lakini yale ambayo haya reflect hisia za watu, hayo yakawa sio maendeleo. Kwa tunapozungumzia maendeleo ya watu, tusije tukasahau kipengele cha watu wanaoweza kuwepo na tukawaona hata kwa miaka 30 ijayo. Kwa mfano, leo ukienda nchi ya Nigeria, wamewaza, wameshindwa, wameamua kuyahamisha makao makuu ya pale Nigeria sasa kwenye ule mji wa kiserikali kutoka Lagos kwenda Abuja. Ukienda kwenye miji kama hata India pale, ukienda mji wa Delhi, wameona sasa umekwisha full, wakaanzisha kitu kinaitwa New Delhi. Ukienda leo hata Kampala wameona pale katikati pamejaa. Mheshimiwa Rais ameamua makao makuu sasa ya ile ikulu yote ile sasa iende moja kwa moja kule Entebbe. Sasa maana yake nini? Kama hutakuwa na uwezo wa kuangalia hiyo future ya mbali, maana yake ni kwamba resources za taifa zitakuwa zinatumika vibaya. Kwa hiyo maendeleo ya watu ni pamoja na kuakisi miaka kadhaa baadaye. Ukienda pale China, katika ni mkoa au jimbo la Guangdong, ambayo Guangzhou ndio iko mle ndani, Shenzhen ipo mle ndani, kuna sehemu wameweka wanakuonesha China ya miaka 100 ijayo. Wanapokuonesha China miaka 100 baadaye, manake wanataka kuweka matumizi ya resources sahihi bila kuzipa uharibifu. Kwa mfano, sisi tumekarabati ukumbi wetu hapa, haya ni maendeleo. Why if baada ya miaka 50 ijayo ramani kaonesha kwamba chini ya jengo hili zinapaswa zipite tunnels za reli? Je, jengo hili itabidi liwepo au itabidi liondoke? Itabidi liondoke. Je, ujenzi huu kuna makosa? Hauna makosa? Hauna makosa, lakini makosa yake ni kwamba haukuzingatia miaka 20 ijayo.